Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Popote ulipo katika bara lolote, nchi yoyote, mikoa yoyote, Mungu akubariki. Nikukaribishe tena katika kipindi cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Langu jina ni rafiki yako kipenzi na ndugu yako Bishop Emmanuel Sinduije, mwangalizi wa makanisa ya Ngome Makimbilio duniani. Nikukaribisha tena, tuombe. Bwana Yesu, asante kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Asante kwa sababu ni kimbilio na tumaini juu ya kila anayekuita kwa uaminifu. Karibu Roho Mtakatifu, tufundishe katika majira haya na ukatuguse na kutuinua kwa utukufu katika jina la Yesu. Sema amen. Leo utajifunza utumwa uliojificha kwenye njaa katika safari ya mafanikio. Utumwa uliojificha kwenye njaa katika safari yako ya mafanikio. Katika maisha ya mwanadamu kuna mahitaji, kuna changamoto na kuna njaa. Tunapozungumzia njaa, tunazungumzia uhitaji wa haraka. Njaa inaweza kuwa pesa, kazi, ndoa, ya huduma, sawa? Inaweza kuwa njaa ya pesa, njaa ya huduma, njaa ya ndoa, sawa? Njaa ya kazi. Lakini si kila suluhisho ni kutoka kwa Mungu. Si kila suluhisho, ndugu yangu msikilizaji mpendwa, linatoka kwa Mungu, na si kila msaada ni wa Mungu. Kitabu cha Mithali 14 mstari wa 12, ipo njia ionekanayo kwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Njia za mauti manake kuna aina nyingi hapo. Hizo njia manake sio njia sahihi. Kwa kuna njia zinaonekana nzuri, zinaonekana vizuri, zina faida, lakini mwisho wake ni mauti. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Si kila fursa ni ya baraka. Si kila fursa ni baraka. Nyingine ni mtego. Nyingine ni mtego. Kwa njaa kiroho ni nini? Njaa ni nini kiroho? Njaa ni hali ya uhitaji mkubwa. Njaa ni shinikizo la ndani, msukumo wa kufanya maamuzi ya haraka. Lakini njaa inaweza kusukuma kufanya maamuzi ya hatari. Uhitaji unaweza kupelekea ukapata kisicho cha kwako, na mwisho wa siku ikawa ni kilio. Njaa ya pesa, biashara ya haraka. Njaa ya ndoa, kuingia kwenye mahusiano kwa haraka, lakini mwisho wa siku ni ubaya. Njaa ya mafanikio,
unataka shortcut. Ni kweli unaweza ukafanikiwa kwa haraka, lakini mwisho wake ni mbaya. Njia ni za mauti, haziwi njia tena za usalama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nipo hapo kukufundisha kwamba kuna njaa na kuna utumwa katika hiyo njaa yako, na mwisho wa siku maisha yako ni magumu. Leo tutamwangalia Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamwangalia Yusufu na Yakobo. Kitabu kile cha Mwanzo sura 42 mstari wa kwanza hadi wa pili. Biblia imesema wazi, Yakobo akasema, nimesikia kuwa kuna nafaka Misri, kulepo na njaa wakati huu. Kwa Yakobo alikuwa mtu wa Mungu mwenye ufunuo, lakini aliona chakula, hakuona utumwa. Kule Misri aliona. Ndio maana mara nyingi inapotokea changamoto, inapotokea tatizo au shida kwenye maisha yako, unaona kukwamuka, mtu akukwamue, unaomba mtu akukwamue, sio kuangalia hicho kilichokupata chanzo chake ni nini, na huenda wakati mwingine ni sauti ya Mungu au ni nini. Lakini angalia njaa ambao angeivumilia miaka 7 ikawapelekea kukaa utumwani miaka 400. Wakatoka kwenye mahali pao sahihi. Kwa wakati mwingine njaa ambayo ni msukumo, ni shauku, ni kiu, inaweza kukupelekea wewe kutaka kitu kwa shauku na kwa nguvu, lakini mwisho wake ukawa ni changamoto, mwisho wake ukawa ni aibu. Yesu tusaidie sana. Kwa kuna ufunuo wake wa kuelewa hapa. Njaa inaweza kukupofusha macho yako ya kiroho. Yakobo alikuwa ni prophet, alikuwa ni nabii. Kwa unapoona suluhisho la haraka, lipime. Unaweza kukosa kuona hatari ya baadaye. Unapoona mahusiano ya haraka, yapime. Unaweza ukakosa suluhisho la baadaye. Unaweza ukazika hatima. Leo kuna watu wanalia wamezalishwa, leo wanalia maisha ni magumu, hali ni mbaya, lakini hawajajua chanzo cha hali kuwa mbaya ni nini. Chanzo cha hali kuwa mbaya ni nini? Lakini kama ungejua mwanzoni, unasikia unasema, na kama ningelielewa haya mambo yasingekuwa hivi. Kuna mtu anasema, yani ningelisikiliza au ningelielewa mwanzoni yasingekuwa hivi. Ndio maana lazima kuna utumwa unatokea katikati ya fursa hiyo unayoona imetokea kwenye maisha yako. Shetani haonyeshi mwanzo. Shetani huonyesha uzuri. Hawezi kuonyesha ndani ya hicho kitu kuna nini. Kwa shetani huonyesha mwanzo, sio mwisho wa jambo. Kwa mfumo wa adui ni huu, lazima ujifunze uelewe. Anaonyesha mwanzo mzuri, anaficha mwisho mbaya. Hii ni tabia ya shetani. Kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kwa kuna kitu cha kujifunza. Mungu anaangalia mwisho. Unaweza ukaanza vizuri, lakini mwisho wako utakuwaje? Mwanadamu anaangalia mwanzo. Kwa kitu cha kujifunza katika hili somo au katika hili eneo, usiamue kwa kuangalia mawazo, angalia mwisho. Usiamue kwa kuangalia mawazo yako na mwanzo wako, angalia mwisho wako. Jina la Bwana libarikiwe. Yakobo na Misri. Yakobo aliona chakula, hakuona utumwa wa miaka 430. Kitabu cha Kutoka 12:40. Muda wa kukaa wa wana wa Israeli Misri ulikuwa miaka 430. Kwa uamuzi mmoja unaweza kukufanya wewe na kizazi chako mkalia. Kwa tayari Yakobo anakimbia miaka 7 ya njaa. Alichokipata ni utumwa wa miaka 430. Utumwa unaanzaje? Utumwa hauanzi tu kwa mateso. Utumwa unaanza kwa raha. Unaanza kwa faida fulani. Taratibu tu anakuchumbia, taratibu tu anakuambia nataka kuokoa, taratibu mnajikuta ameshazini. Taratibu tu anasema nitakusaidia, unamfanyia kazi. Taratibu anakukimbia. Kazi yenye mshahara mkubwa inakunyima ibada kwa sababu unatafuta fedha. Nikwambia kitu kimoja, biashara yoyote au kazi yoyote inayokula muda wako wa ibada unafeli. Yaani ukitajirika, okota mawe uje nipige. Hakuna biashara, hakuna chochote kisicho mheshimu kikaje kikakutoa kimaisha. Labda utoke kwenye njia ya Mungu uende kwenye njia ya adui. Na ukienda kwenye njia ya adui, shetani ana tabia kukukopesha. Shetani hakupi kitu bure. Ukiona amekupa leo ukatoa meno na ukacheka, una siku zako za kucheka, siku 7 au miaka 7, una miaka 430 ya kulia. Kwa biashara au kazi na mshahara mkubwa
lakini dhambi iko hapo. Lala na bosi upate kazi au kose kazi. Wengi wamekuwa ni watu waongo, wanaofanya dhambi, wanaoacha ibada, wanaua huduma. Hata unayenisikiliza, huenda umeua huduma, huna muda tena na Jumapili, huna muda na Jumapili kama mwanzo. Biashara yenye faida lakini haramu, mahusiano yenye raha lakini ya uharibifu. Kile kinachoanza kwa raha kinaweza kuishia kwenye utumwa. Yakobo alianza miaka 7 ya njaa ile, akajinusuru, akaenda kabisa utumwani, na amesahau kwamba Mungu ndiye alimfanikisha. Kwa kinaanza kama raha, kinaanza kama uzuri, kinaanza kama neema, lakini mwisho wa hicho kitu ni mauti. Mwisho wa hicho kitu ni mateso. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dalili za njia ya hatari. Njia ya hatari huwa na hizi dalili: faida ya haraka sana, hakuna muda wa kufikiria, inasukumwa na shinikizo la ndani ya moyo, inapunguza nafasi ya Mungu, inakuja na tamaa kubwa. Kwa usikimbilie kitu kinachoonekana kirahisi sana. Kipime kwa maombi, kipime kwanza kwa kufunga. Kuna watu mmepoteza huduma, mmepoteza ndoa, mmepoteza watoto. Ningelijua mwanangu asingekufa, ningelijua huduma nisingeua. Lakini kuna mtu alikuja kama msaada wa kanisa, lakini alikuja kama agenti ili aje kuua kanisa, aje kulala na wewe, auwe huduma yako, lakini wewe haukujua. Mwisho wako umekuwa ni mbaya. Mwisho wa maisha yako na juta. Wako waliokuja kwako kama watumishi wa Mungu, ukawapa na sadaka. Si kila mtumishi anayehubiri kama ninavyohubiri ni mtumishi wa Mungu. Si kila ambaye unamuona anafaa kwenye macho ya kibinadamu. Angalia, hata Samueli ilimkuta, akamwangalia binadamu, akasema huenda Mungu amemchagua huyu kwa sababu ya uzuri wa macho, uzuri wa muonekano wa nje. Lakini Mungu akasema, mimi siangalii kama wanadamu anavyoangalia. Mwanadamu utazama sura ya nje, bali mimi natazama moyo. Pima mioyo. Wako waliokuja kama marafiki ndio waliokufikisha hapo ulipo. Njaa na maamuzi ya haraka yanaleta shida, yanakufanya uharakishe maamuzi, ushauriane vibaya, na upuuze maombi, upuuze ibada, upuuze vitu vya Mungu. Lakini kwa sababu ya unataka ujulikane, uwe na fedha, uwe na nyumba, uwe na magari, uwe sijui na mavazi, ujulikane, upate heshima. Itakusaidia nini kupata ulimwengu? Kukipata hicho kitu ukaua ibada, ukaua mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maamuzi ya haraka mara nyingi huleta majuto. Maamuzi ya haraka huleta vilio. Maamuzi ya haraka ndio yaliyokufikisha hapo. Uliithamini njaa, uliikwepa aibu ya siku moja, ukapata majuto ya miaka. Lakini ungevumilia aibu hiyo ya siku moja, ungevumilia mateso hayo ya siku moja, hata kama ni ya miezi miwili au ya mwaka. Leo tunatumika kwa namna ya changamoto. Wakati mwingine hata ninyi mnaosikiliza audio, hata wewe unayesikiliza audio, hawainui sadaka ya aina yote. Niko studio nina rekodi na kufundisha, lakini kuna wakati tunafundisha na mnabarikiwa na hakuna anayeinua sadaka hata shilingi 100. Na tunapoingia studio lazima tuwe na kiasi cha fedha, kwa sababu mimi sina studio, lazima niingie mahali nikitaka upate kitu kilicho bora. Tunavumilia, hatuwakati tamaa, hatuvunjiki moyo. Tunaamini tunafanya huduma Mungu kuna wakati anafanya. Na wako watu Mungu wabariki ambao mnainua sadaka kwa ajili ya huduma ya Mungu. Mambo ya Mungu sio ya kuigiza. Utaigiza kwamba wewe sio mbuzi, lakini mwisho wa siku tutakuona sura yako ya mbuzi. You have to be natural or real. Kuwa halisi, reality. Uwe halisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wamepoteza njaa ya mara moja. Kodi, unadaiwa kodi. Unadaiwa kodi. Akaja buzi akakusaidia msaada wa kodi.
na mwisho wa siku sasa hivi una mtoto na buzi limekimbia. Si kila unapotoka kwenye maombi unaletewa msaada alafu nafikiri huo msaada ulioletewa ni msaada sahihi. Kuna misaada imekuja kuua hatima yako. Kuna watu walikuwa na vipawa vizuri kwa sababu ya kwanza kuwa na kampani za watu, njaa ya haraka haraka, wakafundishana namna kupiga sadaka, namna kusanya masadaka ya kutosha. Ukifanya kitu kwa uaminifu, hata kama ni biashara ya kawaida, Yesu atakulipa. Yesu hawezi kuacha kumshurutisha bosi akupe. Kuna watu wameacha huduma kwa sababu ya kazi, eti maisha ni magumu, inakuaje, Mungu mwenyewe anajua. Lakini sawa, hiyo kazi mpaka Jumapili. Serikali yenyewe inaheshimu Jumamosi na Jumapili. Kuanzia Ijumaa tu. Kwa hiyo tujifunze kwa Waislamu. Tujifunze kwa Waislamu. Waislamu wanaheshimu dini yao. Wanaheshimu. Kwa nini miungu yao isiwafanikishe? Kwa nini wewe ambaye una Mungu unayesali kila siku upo tayari kupata kazi, upo tayari kupata overtime siku ya ibada? Angalia anguko la watu wengi, jinsi ambavyo njaa ya haraka imewapeleka kwenye utumwa na kupoteza hatima zao za maisha, kupoteza utu wao. Ulikuwa unaheshimika, umepoteza utu. Alikuja kama kufanyiwa huduma, ukampenda, ukamtaka huyo binti kwa sababu ya mapaja, kwa sababu ya kifua. Leo kuna watu wametoka kwenye nafasi zao. Na kuna mtu mwingine anamtaka Mungu kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kampuni yake, lakini amesahau ya kwamba alichanganya Mungu na kafara, alichanganya Mungu na vitu ambavyo si sahihi. Mungu achanganywe. Ni heri ukachelewa lakini ukawa na Mungu. Ni heri ukachelewa lakini ukatolewa vitu nje, ukaweka pembeni nje. Vitu vyako vikatiwa pale nje, lakini usikubali kumwacha Bwana. Usikubali kusikiliza mwili. Usikubali kufanya vitu viko kinyume. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nipo kukutia moyo katika hiyo hali unayoipitia na hiyo changamoto unayoipitia. Isikufanye kufuru, isikufanye mwache Bwana, isikufanye uache kuomba, isikufanye uache kunyenyekea kwa Bwana, isikufanye uache kusoma neno, isikufanye uache kuishi maisha matakatifu. Mwache huyo punda aondoke, mwache huyo buzi aondoke, acha marafiki wa kucheke, acha marafiki wa kuache, kwa sababu umemjua Bwana. Bwana atajua kuweke kwenye fungu gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jinsi ya kuepuka utumwa wa siri au njaa hii. 1. Omba kabla ya kuamua. Yakobo 1:5. Akiwa mtu anakosa hekima, amekosa hekima au anakosa hekima, naombe kwa Mungu. Omba hekima ya kuamua. Omba uone kabla vijatokea. Omba kwa Mungu. Lakini namba 2, chunguza mwisho wa jambo kwanza, si mwanzo tu. Usikurupuke na aliyesema kwamba atakusaidia. Chunguza. Namba 3, usifanye maamuzi kwa shinikizo. Subiri. Usijibu tu ndio. Subiri. Si amekupenda, apeleke barua. Si anakuhitaji, nao vigezo unaviona anavyo, mwambie aende kwa mchungaji, mwambie aende kwa wazazi wako. Si ni kazi, angalia inakupa muda wako na Mungu. You will be busy for nothing. Utakuwa busy kwa sababu ya kitu kisichoeleweka, ovyo ovyo tu. Hautafanya kitu cha maana. Lakini namba 4, usitafute faida ya haraka. Subiri. Siku zote subira huzaa baraka. Usitafute faida ya haraka. Waache wanaotaka shortcut wafanye shortcut. Lakini namba 5, mshirikishe Mungu. Mithali 3:6. Namba 6, sikiliza Roho Mtakatifu kama unaye. Kama hauna, shaulisha watumishi wa Mungu. Lakini namba 7, jifunze kuvumilia njaa. Si kila njaa inahitaji majibu ya haraka. Kuna njaa inahitaji utulie. Bwana asifiwe. Kwa kuna vitu vinaonekana suluhisho, lakini ni mtego. Sio kila kazi, kila biashara, kila kinachokuja kwako ni fursa au ni kutoka kwa Mungu. Kuna vitu vingine vinawasha kama upepo, vinauma kama moto, vinaunguza. Ibora uchelewe kuliko kuingia kwenye utumwa, kwa sababu njaa si adui, lakini inaweza kuwa mlango wa utumwa. Mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka. Unapitia mchakato wa Mungu.
unapitia kuaminiwa na Mungu. Haupitipiti tu. Ninazungumza na wewe ambaye unaona mbona vitu haviendi. Maanisha ng'ang'ana, kuwa king'ang'anizi kwa Bwana. Mafanikio hayaji kwa tamaa au shinikizo, yanakuja kwa Mungu, kutoka kwa Mungu, hekima na subira. Hivi vitakusaidia na utafika mbali na utamwona Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa umependezwa na umeguswa na moyo wako na kushtaki, weka mkono kifuani. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba unisamehe. Naomba unifungue macho yangu nione mbali. Nisidanganywe na mawazo. Nisidanganywe na watu. Nisidanganywe na mwanzo. Kila mtego wa mafanikio ya haraka na uondoa kwenye maisha yangu, na upotelee mbali kwa jina la Yesu. Sema, katika jina la Yesu. Yesu, niongoze katika kila njia iliyo sahihi. Kila kinachokuja kwangu nikipime kwa jicho la rohoni, nikipime kwa maombi na kufunga. Ninakataa roho ya mateso, nakataa roho ya maonezi katika maisha yangu. Kuanzia leo ninakataa kuwa mtumwa katika jina la Yesu. Kila roho na kila mikataba na mifumo ya giza kwenye maisha yangu haitasimama tena kwa jina la Yesu. Roho za giza ziondoke kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Asante Yesu, kwa sababu ni mwema na mwaminifu, na umefanya na umetenda kwa utukufu wako, na hautaniacha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki. Mungu akutende mema popote ulipo. Usiache kunitafuta kwa namba 0742095599 na 0789950580. Mungu akubariki. Mungu atende mema. Share ujumbe huko wengine na ubarikiwe sana. Amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema. Sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina langu